Habari, mambo vipi? Naitwa Lebman Mwaisango. Leo natamani tujifunze kitu kidogo kinachohusiana na ugonjwa wa PID au pelvic inflammatory disease. Huu ni ugonjwa gani? PID ni ugonjwa unaoambukizwa kwa njia ya ngono na unasababishwa na bakteria wanaoambukizwa kwa njia ya ngono. Bakteria hao, mmoja wa bakteria ni anayesababisha ugonjwa wa gonorrhea. Kwa bakteria hao wanapotoka kwenye sehemu ya uke na wanapoanza kupanda kwenye via vya uzazi, wanapoenda kupanda kwenye mfuko wa uzazi, mirija ya uzazi au ovary, ndipo tunaanza kuona mtu anaanza kupata dalili za ugonjwa wa PID. Na dalili za kuwa na maambukizi ya ugonjwa huu ni yapi? Mtu anaanza kupata maumivu chini ya kitovu. Unaanza kupata maumivu makali chini ya kitovu. Lakini pia unaanza kutoka na uchafu usio wa kawaida ukeni. Uchafu unaanza kutoka, unatoa harufu mbaya, uchafu usio wa kawaida unatoka ukeni. Lakini pia mwanamke anapata homa. Anaanza kupata homa. Lakini anapata maumivu makali sana wakati wa tendo. Lakini pia anakuwa na hedhi isiyo ya kawaida. Siku zake za mzunguko zinakuwa sio za kawaida. Kwa kwanza anapata maumivu makali sana akiwa kwenye mzunguko wake. Lakini pia mzunguko unakuwa shagala bagala, yani hauko katika utaratibu. Ukiandika kalenda unakuta kalenda yako mzunguko unatoka nje ya kalenda. Pia hizo ni dalili za maambukizi ya magonjwa haya, ya ugonjwa huu wa PID. Lakini ugonjwa huu wa PID ni ugonjwa ambao ukitaimiwa mapema ni unatibika vizuri kabisa na mtu anakuwa sawa kabisa. Lakini usipotibu kuna madhara yake makubwa ambayo unaweza kuyapata. Moja ya madhara ya ugonjwa huu wa PID ni utasa kwa mtoto wa kike au mwanamke anakuwa tasa. Kwa sababu tumeshasema kwamba bakteria wanaanza kupanda kwenye via vya uzazi, wanaanza kupanda kwenye mfuko wa uzazi, wanaanza kupanda kwenye mirija ya uzazi, wanaanza kupanda kwenye ovary kule ambako tunaamini mayai yanatoka huko. Sasa wanapoenda kule wanaenda kuharibu mfumo mzima wa uzazi. Kwa hivyo usipotibu unakuta unapata tatizo la utasa. Lakini changamoto ya pili ni mimba kutungwa nje ya mfuko wa uzazi. Tunategemea mimba itungwe ndani ya uterus, lakini unapokuwa na maambukizi haya unakuta mimba imetungwa nje ya mfuko wa uzazi. Lakini usipotibu mapema ugonjwa unaweza kupata maumivu makali yasiyo ya kawaida chini ya nyonga hapa. Ukawa unapata maumivu ya muendelezo. Hayo pia ni madhara ya kutokuutibu ugonjwa huu mapema. Lakini unaweza kupata jipu kwenye mirija ya uzazi. Mirija ya uzazi ambayo tunategemea inapitisha mayai, fallopian tube inapitisha mayai, lakini pia inapitisha mbegu zinapoenda kurutubisha yai. Ile mirija inapata kama jipu, manake tunaweza kusema mirija inaziba. Kwa mirija ikiziba pia ni kisababishi cha kutokubeba mimba, kwa sababu mbegu hazitafika mahali pake na yai halitofika mahali pake. Kwa unaweza kukuta hupati ujauzito. Lakini ni vizuri ukitibu mapema ili kuepukana na hizi changamoto. Ugonjwa huu ni mkubwa sana usipoutibu, lakini ukiuwahi mapema unatibika kiurahisi kabisa na unakuwa hauna changamoto kabisa, unabaki kuwa salama. Nadhani utakuwa umenielewa na umepata kitu. Kama umeona dalili hizi au una changamoto hizi au mwenzi wako ana changamoto kama hizi, ni vizuri zaidi kuzitibu mapema, kwa sababu mwanamke akiwa na changamoto kama hizi na wewe mwanaume uko kwenye riski kubwa ya kupata maambukizi ya magonjwa ya zinaa kama gonorrhea.
Kwa hiyo ni vizuri zaidi kutibu ili mambo yawe mazuri. Wasiliana mimi nikupe ushauri, lakini nitakusaidia kupata tiba ya hizo changamoto na mambo yataenda vizuri sana.